Yo, bana, mambo vipi? Hii ni Showbiz Daily na kama ambavyo unafahamu sisi tupo hapa kwa ajili ya kukuletea zile habari exclusive, habari za ndani kabisa kutoka kwa wasanii wetu wa Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na dunia kwa ujumla. Nadhani wengi mnafahamu msanii Lavalava, lakini pia mnafahamu ukubwa wa kipaji chake, lakini pia tunafahamu zile sintofahamu ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye record label ambayo amekuwa akifanyia kazi, yani record label ya Wasafi. Na kikweli wengi wamekuwa kimsema Lavalava kuwa nyota yake ndogo, wengine kila mtu amekuwa kimsema kwa upande wake kuwa nyota yake ni ndogo. Yani maneno ni mengi sana kwamba hata asaidiwe vipi na Diamond ili kutoboa. Muziki wake umekuwa ni muziki ambao wa kujivuta sana, na wengi pia walikuwa wakisema au kauli kubwa ambayo imekuwa kizungumzwa kwa Lavalava ni kwamba nyota yake ni ndogo. Kikweli maneno haya yanaweza yakamkatisha tamaa, lakini pia kuna wengine walifika hatua kana muita Lavalava ni msukule wa Wasafi. Unajua kila mtu alikuwa anaongea kwa namna yake, lakini pia wengine walikuwa wakiongea haya maneno kwa ajili tu ya kumuumiza maskini msanii wa watu. Na kikweli Lavalava tangu amesainiwa kwenye record label ya Wasafi, tunaweza kusema ni miaka 10 imepita, na watu walikuwa wakizungumza mengi sana kuwa Lavalava alisaini mkataba wa miaka 10 kwenye record label ya Wasafi. Hivyo mkataba wake ukiisha, Diamond ana option mbili, either muongezee mkataba au amalize. Na kwa jumbe ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mtandao wa kijamii, inaonekana kabisa Diamond amemaliza mkataba na Lavalava. Na I don't know ni nini ambacho kwa kinamkwamisha Lavalava kuweza kuwa msanii mkubwa kama ambavyo tumeona wengine kina Zuchu, kina Mbosso na wengineo. I don't know. Tukirudi kwenye nyota, unaweza kusema okay, nyota kweli, lakini pia tumeona Lavalava akifanya kazi nyingi sana na boss wake Diamond. Diamond amekuwa akimpushi kwa kumpa zile collab, na kiukweli ngoma ambazo alikuwa akifanya na Diamond zilikuwa zinatoboa, zinakuwa kubwa zaidi, lakini pia ngoma zake kadhaa ambazo alikuwa akizifanya mwenyewe zilikuwa zinafanya vizuri zaidi. Kwa unaweza kujiuliza okay, after unarudi pale sasa kwenye swala la nyota. Sasa ujumbe ambao Baba Levo ameupost kupitia ukurasa wake wa Instagram leo ndio ambao ujumbe umewashtua watu wengi sana, na kusema okay, kama Lavalava ameshafika hatua hii, ataweza kweli kutoboa akiwa yeye mwenyewe? Kupitia ukurasa wa Baba Levo ameandika hivi: thank you, safari njema mdogo wangu, una kipaji kikubwa sana Lavalava, na Watanzania watakuwa mashahidi kwa namna ambavyo mzee wangu Lukuga alikipigania kipaji chako kibadilike kuwa pesa, kufanya kila namna ikiwemo kushirikiana na wewe kwenye nyimbo nyingi mno. Umekuwa sasa ni vyema kuna kujitegemea ili kuwapa nafasi wadogo zako wengine. Hii ikiwa inamaanisha kuwa sasa Lavalava muda wake kukaa pale Wasafi umekwisha, ni muda wa yeye kwenda kujitegemea. Sasa najiuliza kama Wasafi tu ilikuwa vile, akienda kujitegemea mwenyewe ataweza? Hebu tujadili hapa mimi na yeye. Kama Wasafi ilikuwa vile, ngoma kutoka kunyuti kwa muda, ngoma zenyewe zina feli, zisiendi vile ambavyo inapaswa, je, akitoka Wasafi ataweza? Eti unambao unatazama sasa hivi, unadhani ataweza Lavalava? Lakini pia una maoni gani kwa ambao wanasema nyota ya Lavalava imefifia? Nyota ni nini? Hebu niambie hapo chini wewe ambaye unafahamu labda nyota ni nini. Kwa sababu tunaamini sisi kazi ndio kitu ambacho kinakufanya unakuwa juu, lakini mtu anaingiza masuala ya nyota. What is star? Tuandikie hapo chini. Lakini pia nikuulize hivi, kwenye tangu Lavalava amekuwa kwenye record label ya Wasafi, umeshawahi kuona record label ya Wasafi kimwandalia show zake? Mfano kama Zuchu mara kadhaa alishaandaliwa show pale Mlimani City, Mbosso nakumbuka, japo nadhani kuna mambo alitokea, alishaandaliwa show pale Mlimani City, Harmonize na wengine kipindi kile ambako wako Wasafi. Unadhani Lavalava alishakuandaliwa hivyo? Unadhani pia Lavalava alipewa support kubwa kama ambavyo wasanii wengine walipewa pale Wasafi? Lakini pia unadhani pia Lavalava akitoka sasa hivi Wasafi ni muda sahihi wa kutoka Wasafi? Siwezi kusema yeye hawezi kukubali kutoka kwa sababu mwenye maamuzi ni Diamond. Yeye ndiye ambaye amueda Lavalava atoke ama asitoke. Lakini unadhani akitoka ataenda kutoboa kweli huko nje? Kwa sababu ushindani ni mkubwa. Lakini pia kuwepo kwenye record label si kwamba eti ndio unatoboa. Kuna wasanii kibao hapo kwenye record label, mfano Mario anafanya vizuri, yuko anajipambania mwenyewe. Melody ile pale anajipambania mwenyewe. Inaweza kama pia ni nafasi yake ya kwenda kutoboa. Unajua sometimes Mungu anaweza akakutoa sehemu fulani ili
ukafanikiwe zaidi, kwa sababu hiyo sehemu haikupi hiyo manufaa. Hivyo Mungu akiamua kukutoa, hata wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, unaweza kuwa umengangania sehemu fulani lakini Mungu akakutoa. Na kukutoa inaweza kaa kwa aina mbili. Either huyo bosi wako akakutoa yeye kwa nguvu, wewe bila kupenda, lakini ile kukutoa bila kupenda kwako wewe ndio kuna kufanya wewe ukafanikiwa huko upande wa pili. Kwa hiyo mimi naweza nikasema Lavalava inaweza kaa ni nafasi yake pia kwenda kufanikiwa zaidi kama akitoka kwenye record label ya Wasafi, mimi ninavyodhani. Au unadhani vipi? Hebu tuandikie hapo chini kwenye comment. Hii ni Showbiz Daily. Nikukumbusha tu jirani yangu, usisahau kusubscribe hapo, lakini pia usisahau kushare kwa washikaji wengine zaidi waweze kuja kusubscribe hii channel, kwa sababu tunapambana kwa ajili ya kukuhabarisha wewe ambao unatazama. Mpaka baadaye. Bye bye.